الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وكل الميامين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها السادة الحضور، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، واعلموا أن الفوز مع المتقين. فمن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. فخير لباس المرء طاعة ربه، فلا خير في من كان لله عاصيا، أو كما قال الشاعر الإسلامي. وتكون الإسلام بعد kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala ambaye kwa utukufu wake na mahaba yake na mapenzi yake ameweza kutuwafikia sisi wachache miongoni mwa wengi katika waja wake, tukaweza kudiriki na kuipata ibada hii ya salatu Ijumaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika kitabu chake Qur'an, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Mwenyezi Mungu azungumza na waumini, enyi ambao kwamba wameshamwamini Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, idha nudiya lis-salati yawmil jum'ah, mtakaposikia mnada, mtakaposikia wito unaowaita nyinyi kuhudhuria ibada ya Ijumaa, fas'au, nendeni haraka, fanyeni haraka, fas'au ila dhikrillah, nendeni haraka mpate kumtaja Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kwa hivyo ni wengi sana kwamba wamesikia wito kama huu, lakini kwa tawfiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wachache wameweza kuitikia, na mimi nina furaha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenijalia miongoni mwa hao wachache ambao kwamba wameitikia wito kama huu. Ahibati fillah, tuanze kuhusiana na jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Leo katika nasaha ambazo kwamba zitazungumzwa ulimwengu mzima, nasaha zote zitakazozungumzwa, nasaha ya kwanza itakuwa ni kumcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Tumcheni Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu fi sirri wal alan, ikiwa tuko peke yetu katika siri kumcha Mwenyezi Mungu, wala alan, na tunapokuwa mbele za watu kumcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Faman lam yalbas thiyaban min at-tuqa, yoyote ambaye kwamba hatovaa vazi la kumcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, takallama uryana, kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu takallama uryana, anaonekana kwamba yuko uchi, walau kana kasian, hata ikiwa amevaa nguo zake nzuri, lakini hana vazi la uchamungu, takallama uryana, mtu kama huyu mbele ya Mwenyezi Mungu aonekana kwamba yuko uchi.
Watukufu wapenzi Islam, tuko katika mwezi wa Dhulqaada na hivi sasa tutaingia katika mwezi wa Dhulhijja. Twajua sote yale ambayo kwamba yanafanywa katika miezi kama hii. Tusisahau kwamba Dhulqaada tuko katika miezi ama tuko katika mwezi miongoni mwa miezi ambayo kwamba ni mitukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla. Ikiwa tuko tarehe 13 au 12 kama sijakosea, baadhi yetu watakuwa 13, wengine watakuwa 12, wengine watakuwa wamezidi, hasba kwa vile kila mmoja alipoangalia mwanadamu wa mwezi. Tukufu wapenzi Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika kitabu chake Qur'an Karim, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu atuambia inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra, hakika miezi ambayo kwamba inajulikana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, idadi ya miezi inayojulikana kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu 12 shahra, ni miezi 12. Katika miezi kama hii anasema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra yawma khalaqa as-samawati wal ardh, siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba mbingu na ardhi. Atuambia katika miezi kama hii, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu ndani yake nafsi zenu. Ni nini maana ya dhulma hapa? Maana ya dhulma hapa ni kutenda madhambi. Ikiwa utafanya madhambi katika miezi kama hii, basi maafa yake ni makubwa mno kuliko katika miezi mingine. Ashhurul hurum minha arba'atul hurum, ndani ya miaka katika mwaka kuna miezi minne kwamba ni mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesibainisha akasema ni Dhulqaada wa Dhulhijja wa Muharram, kisha wa Rajabul Mudhar, na mwezi mtukufu wa Rajab. Hii ni miezi ambayo kwamba mwanadamu yatakikana uwe makini sana, usimuudhi mwenzako, usimuudhi Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Katika ujahilia, hii ni miezi ambayo kwamba hata wale wasiokuwa Waislamu walikuwa wakizijua miezi kama hii. Ukisoma katika historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akipigana vita muda mrefu sana. Makafiri wanapotaka kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapotaka kujua ile miezi mitukufu, wanaangalia Mtume ameweka silaha yake chini. Ndio Hasan al-Busiri asema katika kitabu chake, ma zala yalkahu fi kulli mu'tarakin hatta atau bilkada lahman ala wadani wadulfirara fakadu yarbituna ashlaa shadin maa al-iqbali wa rahmi. Kisha mwisho asema tamri layali wala yadruna iddata, masiku yalikuwa yakiwapitia hawa makafiri, walikuwa hawajui hata kuzihisabu. Ma lam takun min layali al-ashhur al-hurum, isipokuwa inapoingia ile miezi mitukufu, wakiona Mtume ameweka silaha yake chini, waliokwamba hii ni miezi mitukufu. Ikiwa Mtume alikuwa hapigani katika mwezi wa Dhulqaada, Mtume alikuwa hapigani vita katika Dhulhijja, Mtume alikuwa hapigani vita katika Muharram na katika mwezi mtukufu wa Rajab. Watukufu wapenzi Islam, maudhui yetu ni masala ya maasiya.
maasi. Ikiwa maasi ni miongoni mwa dhulma ambazo kwamba sisi wanadamu tunaishi nayo, dhulma huenda ikawa ni dhulma ya wewe mwenyewe, huenda ikawa dhulma wewe umemdhulumu mwingine, na wakati mwingine ndio dhulma ikawa wewe umemdhulumu Mwenyezi Mungu mmoja katika haki zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumzia kwa maneno sana akisema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu ndani ya miezi hii nafsi zenu kwa kufanya madhambi, kwa kutenda maasia. Tukufu penzi Islam, swali letu katika hotuba hii ya leo, kwa nini mwanadamu anamuasi Mwenyezi Mungu? Kwa nini mwanadamu anakuwa na ujasiri ya kumuasi Mwenyezi Mungu jalla? Kila mwanadamu leo utamuuliza, wewe wamuogopa Mwenyezi Mungu? Atakwambia ndiyo, ninamuogopa Mwenyezi Mungu. Hata wengine wanamsema kwamba mimi namuogopa Mwenyezi Mungu peke yake, waliobaki wote nitawaheshimu, lakini wakumuogopa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Iweje huyo mwanadamu awe na ujasiri wa kumwasi Mwenyezi Mungu? Kitu gani ambacho kwamba kinakufanya wewe hasa ukawa na ujasiri wa kumwasi Mwenyezi Mungu, ukajificha, ukafanya yako unayoyafanya, pamoja na kwamba una imani, unafahamu kwamba alam ya'lam bi anna Allah yara, Mwenyezi Mungu anakuona. Hata wewe wapi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Kwa nini mwanadamu anakuwa na ujasiri wa kumwasi Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu? Kwa tukufu wapenzi Islam, kuna kitu kimoja tu ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifunza katika hadithi yake, na hii ndio sababu ya kipekee ambayo kwamba inamfanya mwanadamu anamuasi Mwenyezi Mungu bila ya kujali. Na hapa tuangalie shekhe, hatuangalii waziri, hatuangalii imamu, hatumwangalii maamuma, hatumwangalii yeye, tunaangalia maasia na yule unayemuasi nani. Kwa sababu nikizungumza hivi, kuna watu kwamba wakimuona pengine kiongozi kwenye makosa, sema hata wewe pia, hata imamu pia wafanya hivyo, lakini ni mwanadamu. Kwa hivyo hapa tuangalie wa kumwasi Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, mwanadamu apata wapi ujasiri wa kumwasi Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, hubbu dunya, hubbu dunya rasu kulli khati'atin. Hubbu dunya, kuipenda dunia, rasu kulli khati'atin, hiki ndio chanzo cha kila kosa unaliona katika ulimwengu. Kila unaliona na muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinachomsumbua ni kitu kimoja tu, hubbu dunya, kwa sababu ya kuipenda dunia. Tufahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuleta hapa ulimwenguni, lakini kutuleta ulimwenguni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ametupatia mtihani mkubwa sana. Sisi kuishi hapa ulimwenguni ni mtihani tosha, kati ya mitihani mingine yote haujaangalia. Kwa hiyo ikiwa hautakuwa na jicho la tatu kuangalia dunia na vilevyo ndani ya
basi utafika kumwasi Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kwa njia ya kila aina. Leo ukimwona mwanadamu anaiba, tumie mfano mdogo, aliwaiba, kitu gani kinachomfanya aibe? Yataka kuipamba dunia yake, umwelewe vizuri. Yule kwamba anamruhusuru wenzake ni kwamba ya dunia ya wengine iharibike, dunia yake isonge vizuri. Kila tatizo linaloona katika ulimwengu ni kwamba wanadamu anafanya ulimwengu wake upendeze zaidi kuliko ulimwengu wa mtu mwingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hubu dunia rasu kulli khati'atin, ndiyo chanzo ya matatizo yote katika ulimwengu. Viongozi wamekosa haki kwa sababu ya kuipenda dunia, wanyonge wakanyanyaswa kwa sababu kuna mwingine ulimwengu wake wamwendea vizuri. Wewe utalia machozi, utashtaki, lakini mwingine amefanya hivyo, ulimwengu wake utakusonga mbele. Kwa hivyo chunguza yote matatizo yanayotendeka ulimwenguni, kisha utakuja kuona kwamba sisi ulimwengu tumeuweka katika moyo wetu. Hiyo dunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutuweka hapa, tumechukua ulimwengu dunia tukaingiza katika moyo wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahitaji nafasi katika moyo wako, na yoyote amekwamba ameikumbatia dunia, ikawa dunia ameiweka katika moyo wake, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuketi pamoja na kitu kama hicho katika moyo wa mwanadamu. Tupata funzo moja katika vitu ambavyo kwamba kimeelezwa na wanazuoni. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal aeleza kuna kisa ambacho kwamba kina ibra ndani yake. Kisa chenyewe asema kwamba siku moja alikuwa panya yotembea jangwani. Panya yule panya alipokuwa akitembea akamwona ngamia. Yule panya akampenda ngamia, akamwambia, mimi nataka uwe rafiki yangu kipenzi, ama kwamba hatuachane, kila mahala tunapokwenda twende sote. Yule ngamia akakubali urafiki pamoja na panya. Panya akamwalika ngamia, akasema, lakini tufike nyumbani kwangu. Tukifika nyumbani kwangu sote tuingie nyumbani. Ngamia akasema bila shaka. Wakakubaliana, wakaenda wakaongozana mpaka walipofika kinyumba cha panya. Ni kidogo. Yule panya akaingia moja kwa moja. Ngamia akasema, mbona mimi naacha nikabaki nyuma? Basi yule ngamia akamwambia panya, bila shaka hapa ni mwisho wetu, hatuwezi kuwa pamoja, kwa sababu ufanye mawili, ima utafute kijumba ambacho kwamba kinaweza kutosha sote ili tuishi pamoja, lakini kwa kijumba kama hiki hatuwezi kuishi pamoja. Tukachukua ibra ndani ya kisa kama hiki kwamba mahaba ya vitu viwili haviwezi vikaketi sehemu moja. Mwanadamu mwenye kuipenda dunia na mwanadamu mwenye kumpenda Mwenyezi Mungu, mahaba mawili hayawezi kuketi pamoja.
hata iweje, haiwezi. Mahaba haya mawili hayawezi yakaketi sehemu moja. Ima uamue kuipenda dunia, usafiri na dunia, ama uamue kumpenda Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu achukue nafasi katika moyo wako na upate sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa penzi Islamu, haya yanatupa maana kwamba maasi yote yanatokamana na sisi kuipenda dunia na sisi kuikumbatia dunia. Viongozi wakakosa haki, na haya mahaba ya dunia yanapoingia katika moyo wa mwanadamu, ama basira, yanamfanya macho yake yakawa ni kipofu, haoni tena. Hata kielezwa kitu gani hawezi kuelewa, kwa sababu dunia yake tayari imeshapambika. Leo kuna watu ambao wameingia katika mkopo za giza, wakafata masala ya siri na uchawi. Kwa sababu gani? Dunia ipate kusonga mbele. Na hawa hata kueleza vipi, kwa sababu akaunti yake ina senti nyingi, na hayo yote yamepatikana kwa sababu ya yeye kuchagua upande wa kuipenda dunia. Kwa penzi Islamu, dunia haiwezi ikatuacha mpaka sisi tuiache. Na turudi katika nafsi zetu. Mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba, na baada ya kumuumba mwanadamu Mwenyezi Mungu akampatia kitu ambacho kwamba kinaitwa ikhtiyar. Mwanadamu aweza kuchagua hiki ni kizuri na hiki ni kibaya. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kwa hiyo mwanadamu ana uwezo wa kuchagua hiki ni kizuri na hiki ni kibaya. Ikiwa tuchagua ulimwengu, basi mwisho wetu huenda ikafika kwamba sisi ulimwengu utamalizika na sisi tutatoweka, lakini itakuwa hatujafaulu chochote. Kwa turudi kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, tujipambe na kitu ambacho kwamba kinaitwa az-zuhud. Zuhud ni kuangalia ulimwengu, kisha ulimwengu usiutie katika moyo. Umemwangalia yule ambaye kwamba amekuzidi na chochote, lakini isilete athari katika moyo wako. Mbona ana gari, anampatia gari ni Mwenyezi Mungu. Mbona ana nyumba, anampatia ni nani? Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kwa hivyo ikileta athari yoyote, ufahamu kwamba mahaba ya ulimwengu umekukalia katika moyo wako. Watukufu wa Uislamu, tupende kurefusha khutba. Mwenyezi Mungu atujalie kwa haya machache, ila alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.